uhakikisha unakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yapo mengi ya kukufanya uwe karibu na Mwenyezi Mungu, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alishatueleza vitu ambavyo vinaweza vikamfanya mtu awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni kuyafanya yale aliyoyafaradhisha, yale ya faradhi yale ukiyafanya, basi unakuwa karibu na unajiweka karibu na Allah. Lakini baada ya hapo, ili uwe karibu zaidi, baada ya kufanya yale uliyofaradhishiwa, pia uyafanye na yale ya nini? Yale ya sunna. Ndio Mtume anasema, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Hii ni hadithi al-Qudus. Hakuna kitu ambacho mtu atakurubisha nacho mja wangu kwangu mimi kinachopendeza zaidi kuliko kukifanya kile ambacho mimi nimekifaradhisha kwake yeye. Kwa hiyo kinachopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili uwe ni katika watu wa karibu wa Allah, basi ni kuyafanya yale yanayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyafaradhisha kwako wewe. Kisha akaendelea kusema, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Hatoacha kuwa mtu anajisogeza kwangu mimi kwa kuyafanya yale ya sunna, ila kwa kufanya hivyo itafikia muda nitakuwa nitampenda. Nikishampenda sasa, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu ilayha wa rijlahu alladhi yamshi alayha. Baada ya hapo nitakuwa mimi ndio mkono wake ambao anashikia, mimi ndio jicho lake ambalo anaangalizia, mimi ndio sikio lake ambalo anasikilizia, mimi ndio mguu wake anayetembelea. Akifikia hapo, idha saalani la u'tiyanna, akiniomba chochote wallahi nitampa, wala in ista'adhani la u'idhanna, na akiniomba ulinzi wa chochote wallahi nitamlinda. Ndugu yangu Muislamu, hebu yaangalia haya mambo manne. Yawezekana tumeianza Ramadhan mpaka leo tumeshamaliza 10 la kwanza, tumo ndani ya 10 la pili, lakini je, umefikia malengo? Kama hujafikia malengo, yawezekana hukujipangia malengo. Sasa kuanzia sasa, yawezekana anzia hapa, yachukue haya, yafanye kama ni malengo yako. Baada ya siku kadhaa uje uyaangalie umefikia wapi, umefikia asilimia ngapi katika vile ambavyo ulivyokuwa umejiwekea malengo yako, ili uweze kufaulu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aijalie Ramadhani hii ni Ramadhani bora katika maisha yetu. Aijalie Ramadhani hii iwe ni Ramadhani ambayo itakayoweza kusababisha tusamehewe makosa yetu, lakini pia tuingize katika pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.